Filamu inaanza na msichana mmoja anaitwa Noma, anaonekana akiwa mahakamani huku analia mbele ya hakimu na watu kadhaa ambao wamekuja kuhudhuria kesi yake. Binti anasema kwamba harusi ni tukio moja tu maishani mwa mwanadamu, lakini kwa bahati mbaya makosa na udanganyifu haviwezi kusamehewa kwa kusema neno pole ama neno samahani pekee. Binti alielezea kila kitu kilichomkuta katika ndoa yake, kiasi kwamba alikuwa akishindwa kujizuia na kubaki kulia kwa uchungu. Sasa je, ni nini hasa kilichomkuta binti Noma katika maisha yake, kisa ambacho kilichomsababisha ashindwe kuzungumza? Karibu ungana nami tuangazie kisa hiki kiundani zaidi, huko na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran. Karibu tuangazie kisa hiki kwa undani kabisa, na tuanze kisa chetu kwa kurudi nyuma miezi kadhaa ili tujue nini kilichomkuta binti huyu. Noma alikuwa akifanya kazi za kijamii katika shule ya msingi. Hii ilikuwa ni shule ya kidini. Siku hiyo hapa shuleni palikuwa na mhadhara wa Kiislamu ambapo mwalimu wake wa kike Noma, huyu mwalimu alikuwa anaitwa Umi, alikuwa anafundisha watoto pamoja na mama zao kuhusiana na umuhimu wa mwanamke ama umuhimu wa mama katika dini. Wote walikuwa wanasikiliza kwa umakini sana, na mama yake Noma alikuwa hapa. Mama yake Noma anaitwa Rahma, na alikuwa anasikiliza kwa umakini sana kinachozungumzwa na mwalimu Umi, lakini binti yake kichwa chake kilikuwa kipo hapa, hivyo akawa amemuomba ruhusa mama yake na akawa ametoka hapo. Binti ametoka hapo na kwenda kupokea mizigo ambayo ilikuwa ni chakula kimeletwa hapa na bwana mkubwa mmoja anaitwa Karim, ambaye alikuja na rafiki yake anaitwa Irfan. Binti alikuwa ni mkarimu sana kwa watoto wengi waliokuwepo katika shule hii, na wengi walimpenda kwa kweli. Karimu ikabidi kumtambulisha mwenzake aliyekuja naye siku hiyo. Binti akasema nashukuru kwa kufahamu. Kwa upande wa Irfan akawa anataka kumshika mkono binti huyu, na binti amelelewa kwenye maadili na mazingira aliyopo hawezi kabisa kutoa mkono huu. Irfan alihisi kabisa huyu binti pengine amewahi kumjua huko nyuma, kwa hiyo kwenye kumuuliza kweli wakawa wamefahamiana kwamba wao wote wamesoma chuo kimoja. Wote wakawa na tabasamu baada ya kufahamiana, lakini binti Noma hakuhitaji kuonesha furaha yake dhahiri mbele ya hawa vijana. Karimu akasema muda umeisha, inabidi tuondoke. Sasa Irfan baada ya kusikia hivyo ikabidi kuomba namba kwa binti. Samahani, naweza nikapata namba yako? Lakini Noma akagoma kutoa namba. Sasa muda huu haya mambo yanaendelea, mama yake Noma, mwana mama Rahma, yuko kwa mbali, yuko kwenye kisomo, lakini masikio na macho yako kwa binti yake. Noma kulingana na mazingira akawa amekataa kutoa namba, akisema kwamba kwa sababu binafsi siwezi kutoa namba yangu. Kisha akawa muondoka hapo. Irfan akabaki anamwangalia huyo binti, anamtazama kwa urembo aliokuwa nao. Baada ya shughuli zote, binti akiwa na mama yake wanarudi nyumbani. Noma akawa anamsimulia mama yake kuhusiana na rafiki mmoja yuko chuoni huko anaitwa Ricky. Kwa sasa amekuwa profesa katika hicho chuo, ananiomba sana niombe nafasi ya kazi pale, niende nikafundishe masomo ya kidini katika chuo chao, na malipo pale ni mazuri. Mama yake akamuuliza, je, unahisi kweli unaweza kufanya kazi hiyo? Yaani ujigawe mara ngapi binti? Wewe tayari uko kwenye foundation hii, na hata kwenye duka langu tu hauwezi kunisaidia vizuri, unawezaje tena kujigawa kwenda kufundisha katika chuo hicho? Binti ikabidi kueleza sana hoja yake, akisema kwamba ni swala la kupanga ratiba tu, kila kitu kinaweza kikawa sawa. Lakini mama yake akapuuza kabisa, kutaka kabisa kusikiliza hiyo story. Walipofika nyumbani wakagundua kwamba baba yake Noma amerudi nyumbani. Binti akafurahi sana baada ya kumuona baba yake kafika hapa, lakini mama yake Noma hali ilikuwa tofauti. Yeye hakufurahishwa kabisa na ujio huyu mzee hapa, akamsalimia tu akachimba akaenda zake chumbani kwenda kukaa huko. Binti alimfurahia sana baba yake baada ya kukaa hapa. Hawa wazee walikuwa na ugomvi kiasi kwamba mama yake Noma akimuona tu huyu mzee ni shui kama mshale, lakini kwa upande wa baba yake Noma alikuwa anajitahidi sana hata kumjulia hali huyu mwanamama kupitia binti yake, japo wao walikuwa wazungumzi zaidi ya salamu tu. Basi kwa sababu ya ujio wa baba siku hiyo, binti akawa amejiandaa ili atoke na baba yake. Binti akajitahidi sana kumsihi mama yake aungane pamoja nao, waende pamoja kama familia, wakale chakula kwa pamoja, lakini mama yake aisee alijibu shiti, ondokeni tu, mimi sina haja ya kwenda na nyinyi. Alo, hili jibu baba yake Noma akawa amelisikia na akawa amemsihi tu binti yake kwamba waondoke wote. Wakawa wametoka hapo na kwenda kuburudika wakiwa wawili huko nje kula chakula cha mtaani. Noma akamwambia baba yake kwamba kama sitafanya kazi hapa kwenye huu mji, je, ninaweza kuja mjini huko unakofanya kazi wewe niishi pamoja na wewe? Baba yake akamweleza kwamba ukija huko mwanangu utafanya nini, kwa sababu hakuna kazi nzuri eneo ile, malipo sio mazuri sana eneo lile. Noma akasema kwamba kiukweli sio hivyo tu, mimi ninachohitaji ni kutoka ama kuwa mbali na mama yangu. Baba yake akakaa kimya kwa muda, hakutaka kabisa kuingilia hili swala, sio kuonekana kama yeye ndo anachochea kumhamisha binti yake. Kisha akawa amebadilisha mada kwa kicheko tu, akasema kipenzi,
utakapopata mpenzi katika maisha yako, hautajisikia uko peke yako tena, wala hautahisi kabisa unamisi baba yako. Wakaendelea na mazungumzo. Sasa kijana Irfan akawa amefika hapo. Baada ya kufika hapo, akawa amemgundua huyu binti kwa nyuma. Huyu dogo naye anakalili watu. Akawa amefika hapo, akawa amewasalimia na akawa amejitambulisha, bana, mimi ni rafiki yake Noma, tumesoma naye chuoni. Binti kabidi kumkatisha mshikaji, we, kwani leo ufanyi kazi? Nimemaliza shift yangu leo asubuhi. Mama akaniagiza nimchukulie snacks hapa. Babako kumbe pia anazipenda hizi. Mzee akatoboa, mimi nazipenda lakini binti yangu anazipenda hizi hapo. Basi Irfan baada ya kuzungumza ikabidi kuaga na kuondoka hapo. Mzee akaanzisha mada. Tulikuwa tunaongelea kuhusiana na partner, si ndio? Huyu sasa, mbona ni kijana anaonekana mnyenyekevu sana na ni mtu ambaye anaonekana anamjua Mwenyezi Mungu, labda huyu anaweza kukusaidia kukupunguza upweke. Hii pointi ilimgonga moyo Noma, akawa ameona aibu kidogo mbele ya babake. Irfan ameshatokea kumpenda huyu binti, lakini atafanya nini? Kijana akawa anajitahidi sana kujitokeza mbele ya maisha ya huyu binti. Mara kwa mara anajaribu hata kuomba namba, lakini binti ni mgumu, kagoma kutoa namba. Siku moja Noma alifanya kazi mpaka usiku katika shule ambapo alikuwa anafanya kazi. Sasa kwa anajiuliza anawezaje kwenda nyumbani usiku huo akiwa peke yake. Kumbe bwana mdogo Irfan alikuwa hapo, akawa amejitokeza na akawa ameomba ruhusa kwa mwalimu Umi kwamba anaweza kumfikisha Noma nyumbani kwao kwa uaminifu mkubwa kabisa. Basi Umi ikabidi kuwakabidhi wote mikononi mwa Mwenyezi Mungu, wasije wakajikuta wanaenda kufanya vitu vya kishenzi kama vijana. Irfan akamchukua Noma, lakini kwa bahati mbaya pikipiki kwa imegoma kuwaka, hivyo ikalazimika watembee kwa miguu. Basi wakapiga stori nyingi sana akiwa njiani. Kwa simulizi zinavyosemwa na Noma kwamba huyu kijana alikuwa anapendwa sana na watoto wa kike kipindi wako chuoni. Walipofika nyumbani kwao, Irfan akampatia Noma zawadi na akawa amemwambia kwamba msalimie baba yako. Binti akasema kwamba baba haishi hapa, anaishi Jakarta huko. Wakati wao wanazungumza, mama yake Noma akawa anawatazama tu, anawasikilizia kwa mbali, akajitokeza hapo na kuambia kwamba ingia ndani. Sasa Irfan akahisi kama anaambiwa ingie ndani, yeye akawa amejitokeza mbele akajitambulisha. Mama yake Noma akawa amepuuza salamu yake, akasema Noma, nimesema ingia ndani. Kisha hakutaka mazoea huyo mwanamama. Binti akawa amemuomba radhi Irfan, kisha akaingia ndani. Kiaibu kidogo hiki kinaumaga. Wakati Noma alipoingia ndani ya nyumba, mama yake akamkemea sana, mtoto wa kike mwenye maadili, unaweza vipi kurudi nyumbani usiku ukiwa na wanaume? Na je, kama majirani wanaweza kukuona itajengeka picha gani? Binti akamuuliza mama yake, mbona hujawahi kuniruhusu mimi kuwa na rafiki wa kiume? Mbona nafuata mafundisho yote na mwongozo wote ambao umewahi kunipa katika maisha yangu? Sijawahi hata kuguswa kidole na mwanaume yoyote. Mama yake akasema kwamba kuanzia leo sitaki kuona ama una mazungumzo na mtu kama huyo. Lakini mama, sio kila mwanaume ni mbaya. Mama akanyanyuka kabisa. Sasa akaanza kuleta sentensi za wanawake. Si unajua mimi ndiye niliyekubeba tumboni miezi 9 na nimekuzaa na nimekulea. Mimi pekee ndiye ninayejua kipi kizuri kwako na kipi kibaya kwako. Mama akasepa. Siku iliyofuata Irfan akaenda tena kukutana na binti njiani kujaribu kuzungumza naye, lakini binti hatoa ushirikiano wa aina yote. Irfan akawa ametambua kabisa mama yake atakuwa amemjaza sumu. Baada ya kumuuliza binti akawa amekubali, akasema kwamba kweli mama hataki kabisa niwe karibu na wewe, hataki kabisa tuwe karibu. Irfan ikabidi kusema ya moyoni, akasema kiukweli mimi siwezi kabisa kukaa bila kukuona. Mimi nishakupenda wewe, una nafasi sana katika moyo wangu na nahisi hata mimi nina nafasi katika moyo wako. Niruhusu nianze mahusiano serious pamoja na wewe. Binti akawa amekubali jambo hili kwa sababu hata yeye amekwisha kumpenda Irfan. Mwamba akashukuru Mungu kwa sauti katika hili jambo. Jamani, pole, ni kweli nimekubali, lakini je, unaweza kwenda kuonana na mamangu kuzungumza kuhusiana na jambo hili? Irfan akasema kwamba hilo jambo haliwezi kushindikana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kivipi nishindwe kufanya mambo haya mbele ya mke wangu mtarajiwa? Kweli kijana akawa amejitosa kwenda kuonana na mama yake Noma, lakini mama yake Noma akawa amemtolea nje, hakujibu hata salamu. Jamaa akajua hapa kazi ni nayo. Irfan akaamua kuanzisha mahusiano fulani hivi indirect ili kumteka mama yake Noma. Akawa anamtumia zawadi mara kwa mara, kwa anajionyesha mbele yake, lakini Rahma kila mara alikataa. Huyu mama akakaza kweli. Siku Irfan akampeleka Noma nyumbani kwao kwenda kuonana na mama yake mzazi. Mama yake Irfan baada ya kumuona Noma akawa amefurahi sana kumuona, lakini baada ya yeye Irfan kumtambulisha kwamba huyu ni mke wangu mtarajiwa, mambo yakabadilika. Huyu mama kwanza akaanza kujipigisha na simu ambazo hazieleweki kabisa. Anasema kwamba mwanae ana shida naye kwa wakati huo. Sasa Irfan akawa amemshauri sana mama yake, mama, si ungezungumza vizuri kwanza na binti Noma ndio uende huko? Lakini wapi, mama akajipokelesha simu
Hakimu akawa ameondoka hapo, akutaka kabisa mazoea kuhusiana na hivi vitu. Yaani hii ligi ngumu nyumbani, ngumu ugenini. Kijana akalazimika kumwomba radhi sana mpenzi wake kwa tabia ambayo mama yake amemwonyesha mbele yake. Siku iliyofuata Irfan akaenda tena kujaribu kuzungumza na mama yake Noma. Siku hiyo alijitahidi sana kupata hata dakika 2-3 hivi. Akasema mimi nipo serious sana na mapenzi kuhusiana na Noma. Ninahitaji nimuoe. Ninahitaji awe mke wangu wa maisha. Mama Noma akaonyesha katabasamu fulani hivi. Mimi mwenyewe nikajua vimeisha. Kisha akamuuliza, "Nani amekuruhusu kuingia ndani kwangu?" Kijana akasema Noma. "Basi, kama ndivyo inakupaswa kuondoka ndani kwangu. Toka nje. Hii nyumba ni yangu," mama akasepa. Haya mahusiano hamna mahala popote pa kupozea maumivu. Umeshika mkaa wa moto na kwa bahati mbaya unaenda kunawa maji ya moto tena bila kujua. Binti akaenda kuzungumza na mama yake. Mama yake kumwambia kwamba inabidi kuchagua kati ya mimi na huyo mwanaume wako. Lakini mama, mbona mimi nakupenda wewe na nawapenda wote? Mbona Irfan sio kijana mbaya kabisa? Akajielezea sana mbele ya mama yake, lakini mama yake kakaza akasema kwamba mimi huyo kijana sijampenda na simuhitaji. Binti ikabidi kulia kwa maumivu tu. Atafanya nini sasa? Noma akaenda kukutana na Irfan akiwa amekata tamaa, moyo wake umejawa na maumivu makali sana. Binti anahitaji mahusiano haya wayavunje tu. Akasema hawezi kuwa mtoto mbaya mbele ya mama yake. Anampenda sana mama yake, hivyo atafanya chochote ili mama yake awe na furaha. Irfan akawa amekataa jambo hili, akukata kabisa tamaa. Akasema kwamba kwa nini tusipambanie penzi letu? Kwa nini tusiende Jakarta kwa baba yako? Pengine yeye anaweza kubariki ndoa hii na ikafungwa. Binti akawa amekubali wazo hili, hivyo ikabidi kupeleka ombi lao kwa baba yake Noma. Baba yake Noma, huyu mwana baba anaitwa Rafiki. Yeye hakuwa na shida sana na binti yake. Baada ya kuelezewa kila kitu, yeye akawa amebariki na akawa amekubali ndoa hii. Mungu awatangulie na nimekubali ndoa hii ikawa yenye baraka. Taarifa zikamfikia mama yake Noma. Wewe akamwashia moto mume wake. Kwa nini umeamua kwenda kinyume na mimi? Yaani kwa nini wewe umeamua kuchukua maamuzi yako tu? Mzee akamwambia kwamba mimi kama mwanaume nimekwisha kukubali hiyo ndoa. Noma amekwisha kupenda. Waache watoto wawane. Siko hapa kwa ajili ya mimi na wewe kuendelea kugombana. Mimi nimefanya kwa ajili ya mapenzi ya binti yangu. Mwanamke akasema kwamba kamwe siwezi kuruhusu ndoa hii abadan. Mzee akasema kwamba najua kwamba wewe hautaki kuona binti yako akiwa na furaha. Mimi kama baba nitasimamia ndoa hii na itafanyika vizuri. Kama wewe unaamini unaweza kupinga ndoa hii isifanyike, simama kwa ujasiri na ujaribu kuzuia ndoa hii isifanyike. Mzee akanguruma kama simba, tayari amekwisha kutoa maamuzi na yanatakiwa yazingatiwe. Kweli hili jambo baba yake Noma akawa amelisimamia vizuri kabisa. Irfan pamoja na Noma wakawa wamefunga pingu za maisha. Ndoa ikafanyika na mama yake Noma yuko hapa, lakini kakunja sura. Hajao tabasamu kuanzia mwanzo wa shughuli mpaka mwisho wa shughuli, wanapiga picha. Yaani yeye ndo karibu hii picha. Watu wote wamependeza, wametabasamu, lakini yeye kakunja kweli kweli. Mke na mme wako wamerudi nyumbani. Sasa wako wanaishi kwenye nyumba ambayo mama yake Noma pia anaishi hapo hapo. Yaani wao wanaishi kwenye chumba kingine tu cha pembeni. Siku hiyo wanapeana miadi kama mke na mme. Wanafurahi, wanaenjoy wakiwa pamoja. Noma akasema kwamba kwa sasa mimi na wewe tu mwili mmoja. Utakuwa unaniruhusu mara chache niwe nalala na mama yangu na mara nyingine niwe nalala na wewe kabla hatujahamia katika nyumba yetu. Mume wake akasema kwamba sina shida yoyote na wewe. Mimi furaha yangu ni wewe uwe na furaha. Ikafika hatua watu wakaanza kushiriki kilimo mdondoko. Sasa chumba cha pili tu, Bi Rahma ndio yuko hapo, anasikia kila kitu, anasikia mapigo na mwendo. Roho iko inamuuma, anaziba mpaka masikio, hataki hata kusikia kwa sababu hata hii ndoa hajaipenda. Vicheko vya mahaba na miguno inaendelea huko. Mama anasikia kila kitu, ni kuziba masikio tu, hawezi kabisa kustahimili kusikiliza mirindimo. Asubuhi iliyofuata Irfan akawa amempiga busu la upendo mke wake. Kabla ya kwenda kazini, mama mkwe akawa anatazama tu, akawa amejificha. Baada ya hapo Irfan baada ya kufika kazini akaanza kuwaelekeza wenzake, anataka kurekebisha ratiba yake ya kazi ili awe anawahi kurudi nyumbani kwa mke wake. Basi akiwa hapa anafanya kazi na ex wake. Huyo ex wake anaitwa Epi. Akaanza kujisogeza sana, anamhitaji tena kumrudisha Irfan katika maisha yake. Sasa katika kuzungumza naye anajaribu kujikombeleza. Mke wake Irfan akawa amefika hapo kwa sababu alikuwa na miadi na mume wake kwenda kupata chakula wakiwa pamoja. Akawa amekuta Irfan pamoja na ex wake wamesimama pamoja. Sasa baada ya kutoka hapo, Noma wakati wanakula chakula na mume wake ikabidi kugusia swala la yeye kuwa karibu na ex wake tena. Binti hajapenda kwa sababu binti anahisi kabisa sisi ni binadamu na yawezekana kuendelea kuwa karibu, wanaweza kuhamasishana na kushiriki vilimo mdondoko kimya kimya bila yeye kujua. Mwanaume akamhamasisha sana mke wake kwamba achane na hayo mawazo, yeye yuko peke yake ndani ya moyo wake. Sasa wakati wanaendelea na chakula, Noma akawa amepata wazo, mama anapika sana nuts vizuri kuliko hata hiki tunachokula hapa na watu wengi wanakipenda hiki, kwa nini tusimtengenezee mama mgahawa? Basi baada ya kushauriana kama wanandoa wakawa wamelipenda hili wazo. Noma ikabidi kumhusisha mama yake kuhusiana na wazo hili.
hilo. Mwanamama hakukataa wazo hili, ikabidi kutulia tu. Wazo likaanza kufanyiwa kazi. Irfan, Noma na wakazi wengine wakaanza kufanya kazi kwa bidii ili kuujenga mgahawa huo usimame. Baada ya siku kadhaa, kazi ngumu ilikuwa imekamilika. Mgahawa ukafunguliwa rasmi. Mama yake Noma akaanza kupiga kazi. Huduma kwenye huu mgahawa ilikuwa inasheheni, watu ni wengi kweli kweli. Siku moja wakiwa katika huu mgahawa kama familia, Noma akawa amemwambia kwamba mama yake anahitajika kurudi nyumbani mapema kwa sababu anayekwenda kujiandaa kesho ana interview mahali kwenda kufanya. Binti akawa mamatana na mume wake, lakini mume wake kabla hajatoka hapo akawa amemuaga mama mkwe na akamwambia kwamba nitakuja kukufuata na usafiri kukurudisha nyumbani. Sasa wakati anamuaga, Irfan akamwambia mama, mbona kama mkono wako unanukia vizuri sana? Licha ya changamoto na shughuli zote kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini bado mkono wako unanukia safi. Sasa huyo mwanamama baada ya kusifiwa hivyo akanusa mkono wake. Kweli amesifiwa kwa mara ya kwanza na mkwe wake. Jioni kweli Irfan alikuwa amerudi kumchukua mama mkwe kwenye bodaboda yake na kumrudisha nyumbani. Barabarani kama kawaida mabonde hayakosekani. Mwanamama akawa anajikuta anamkumbatia Irfan. Akiwa anajishtukia anatoa mkono, Irfan akauchukua na akaurudisha mkono pale. Lakini kwa kufanya hivi bila kujua kwamba mama yake Noma alianza kuwa na hisia tofauti, lakini akawa amejikaza tu kwa sababu yeye ni mtu mzima. Alipofika nyumbani, Raima baada ya kuwa amesifiwa ile jioni kwamba ananukia vizuri, basi ikabidi kwenda kwenye draw yake na akatoa rangi ya mdomoni ambayo alikuwa amepatiwa na Irfan na hakuwahi kuitumia kabisa. Baada ya kujipaka na kujitazama kwenye kioo, mwanamama akatabasamu. Asubuhi iliyofuata, Rahma akafika mgahawani akiwa ameipaka ile lipstick mdomoni mwake. Irfan baada ya kumtazama akagundua kabisa, hiyo lipstick ni mimi nilinunua. Alifurahi sana baada ya kumuona Rahma akiwa ameonekana mrembo tena. Mwanamama baada ya kusifiwa ikabidi kujitazama mwenyewe kwenye simu, akawa ametabasamu tu. Hajawahi kusifiwa kwa siku nyingi sana. Siku hiyo Irfan akawa amewaleta marafiki zake wa kazini mgahawani hapa waje wapate chakula kwa pamoja, akiwepo na ex wake mwanadada Etni. Binti alikuwa anajaribu sana kumvuta Irfan kumrudisha karibu naye ili kulipea mahusiano yake yarudi kama mwanzoni. Mama yake Noma alilishuhudia hili jambo na hakupendezwa nalo. Sio yeye tu, hata shangazi yake Noma, shangazi Bonge yuko hapa, alilishuhudia hili jambo. Sasa usiku huo maneno yakawa yamemfikia Noma. Noma akawa na wasiwasi sana, pengine anaibiwa mume wake. Akawa ameenda kuchukua simu ya mume wake na kuanza kutazama jumbe ambazo mume wake amekuwa akichati na Etna, na akawa amekuta ni jumbe za kazi tu. Binti alivyorudisha simu, mume wake akawa amegundua kwamba Noma alichukua na kupekua simu yake. Akawa amemuuliza binti, kabidi kusema ukweli tu, sijisikii amani kabisa jinsi ambavyo wewe uko karibu na ex wako, mimi nakuwa na wasiwasi. Irfan akamsii sana mke wake asijali kwa sababu hisia zake ziko kwake peke yake. Basi ikabidi walale wote kwa siku hiyo. Siku iliyofuata Noma akaenda kukutana na rafiki yake Irfan, yani yule bwana mkubwa Karim. Bado binti anaendelea kupeleleza, ana wasiwasi isije kuwa naibiwa mume wake. Akaanza kumuuliza mahusiano ya Irfan pamoja na ex wake Etni kazini yakoje. Karimu akasema kwamba Irfan yuko karibu na kila mtu kama jinsi ambavyo Etni yuko karibu na kila mtu, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Binti ikabidi kuuliza, kwani Irfan ndiye aliyemwajiri ex wake kwenye hiyo kampuni yenu ama ni nani? Karimu akakubali, akasema kweli yeye ndiye aliyemwajiri ex wake, lakini anamshughulikia Etni kama jinsi ambavyo anashughulikia wafanyakazi wengine wote. Hakuna utofauti wa aina yote wala kupewa upendeleo wa aina yote. Binti baada ya kutoka hapo hakuridhika na majibu, akaanza kupeleleza Instagram ya mwanadada Etni na akawa ametambua kwamba huyu ex hajawahi kufuta picha ambazo alipiga na mume wake. Jioni waliporudi nyumbani, Noma akampokea mume wake, lakini yuko tofauti. Akamwambia kwamba nimekuandalia maji ya moto bafuni, pitiliza nenda kaoge moja kwa moja huko, kitoka huko uje ule chakula upumzike. Mwanaume akatoka hapo kwenda kuoga. Kamaliza kuoga, anatoka bafuni, anakutana na mama mkwe wake yuko hapa na yeye anataka kwenda bafuni. Sasa kanjia kakupita hapa kwenda bafuni ni kadogo, ikabidi wabanane tu hapo hapo wakagusana. Irfan hili jambo lilikuwa linamshangaza. Hii kitu ni nini tena? Nini kinakwenda kutokea hapa? Sasa kumbe mwanadada Noma alimsi mume wake apitilize kwenda kuoga ili yeye apate nafasi ya kumkagua mume wake kwenye simu nini kinachoendelea. Mume wake alikuwa amefika hapo. Irfan, hem, naomba nielezee kuhusiana na hiki ni nini? Lakini mke wangu, si unaona kabisa hizi jumbe zote hazijibiwa. Kuna nini ambacho natakiwa kukuelekeza kwenye hiki kitu? Lakini mimi nina wasiwasi kuhusiana na wewe na wasiwasi kuhusiana na mahusiano yangu. Yawezekana bado unatoka na ex wako. Jamani, hebu niache. Mimi nimechoka bana. Mke wangu, umeshindwa kuniuliza kwa nini nimechelewa kurudi nyumbani? Kwa nini nimerudi nyumbani na kuloana na mvua? Kwa nini nisingepumzika? Kwa nini usiniulize hivyo vitu vya msingi? Unaniuliza hivi vitu vya kipuuzi. Binti anakomaa tu. Mimi nahitaji majibu kwa sababu moyo wangu una wasiwasi. Mwanaume akaona kama haya mambo ni ya kitoto. Mwanaume akatoka chumbani na kumwacha mke wake.
kalala chumbani, yeye akaenda kulala kwenye sofa, kwa sababu Irfan alirudi nyumbani na mvua imemnyeshea. Yuko hapo anakoa tu. Mama mkwe akawa amefika hapo, akamuuliza, mbona umelala hapa, umegombana na mwenzako si ndio? Rahma ikabidi kumpatia dawa ameze asije akaugua. Nielezee shida ni nini? Noma hanielewi kabisa, najaribu kuzungumza naye kuhusiana na Etni na ni ngumu sana kumwaminisha yeye kuhusiana na jambo hilo, kwa sababu yeye bado anaamini mimi natoka na ex wangu. Alafu mama anajisikia maumivu kwenye mabega huku. Kwani una dawa ya kuchua? Dawa ipo. Vipi, nimuite mkeo? Kama mke wangu acha tu. Basi huyu mwanamama hakusema neno lolote, akaenda kuchukua dawa na kurudi. Akamwambia toa shati. Kijana akatoa shati na mwanamama Rahma akaanza kummassage kijana. Irfan akahisi faraja sana isiyokuwa ya kawaida. Kijana akamshukuru mama mkwe wake kwa huduma hiyo, akamsifu kwa urembo wake, jambo ambalo huyu mwanamama hajawahi kusifiwa kwa muda mrefu. Sasa wakati wanazungumza, mwanamama Rahma akawa amenyosha mkono kwenye kichwa cha kijana kumweka sawa. Irfan akaanza kunusa harufu ya huyu mwanamama. Rahma akawa ametoa mkono haraka. Irfan akaona aibu, ikabidi kuaga haraka hapo na kuondoka eneo hilo. Siku iliyofuata, Rahma yuko mgahawani peke yake, wateja wamekwisha kuondoka, nje kuna mvua ya kutosha. Ghafla Irfan akamfika hapo akiwa na huzuni. Rahma ikabidi kumpatia kitaulo ili ajifutefute. Akamuuliza nini kinachotokea, kwa nini usingeenda moja kwa moja nyumbani, mke wako yuko kula na kusubiri. Kijana akasema kwamba sina furaha kabisa kurudi nyumbani mapema, nyumbani ni malalamiko tu, makasiriko muda wote. Rahma akamweleza kuwa Noma mara nyingi ni kama mtoto mdogo tu, mvumilie, ni mke wako yule. Kijana akasema kwamba napitia wakati mgumu sana kumfanya niamini katika kile ambacho mimi nakitenda. Nimejaribu sana kubadilika kwa sababu yako wewe mwenyewe mamangu, nimejaribu sana kubadilika kwa sababu ya Noma, lakini kwa Noma imekuwa ni ngumu sana kuaminika. Rahma akawa amemshika mkono ili kumfariji kijana, akimwambia kwamba mimi ninakuamini, ondoa shaka. Kijana akiwa na uso wa huzuni akamshika mama wa watu mikono, akamwambia kwamba ni vyema kweli kama wewe unaniamini, na niseme ukweli kwamba kwako ilikuwa ni ngumu sana kukuaminisha wewe kuliko Noma, lakini saizi kwa Noma imekuwa kinyume chake, yani imekuwa ni ngumu sana kumwaminisha binti yako kuliko kukuaminisha wewe. Ninapenda sana mwanamke mwenye akili kama wewe, mwanamke mwenye nguvu na ujasiri. Rahma baada ya kuwa amesifiwa hivyo, akawa ameshika kile kitambaa na kuanza kumfuta kijana maji. Kijana kwenye kufutwa akaanza tena kumnusa mama mkwe wake. Mwamba akakaza akamwambia mama mkwe, napenda sana mwanamke mwenye akili kama wewe, yani nawaza sana kwa nini baba yuko mbali na wewe, kuna kitu anakikosa. Akamshika kidevu na kumwambia umependeza sana ukiwa kwenye lipstick nyekundu. Mama kitaulo kiko kimemdondoka mwenyewe, wakajikuta wote wamekesi. Mama mwenyewe hajielewi, anaonyesha ushirikiano, baadaye anakuja kushtuka. Irfan ikabidi kukurupuka hapo, akaaga na kutoka hapo mbio. Kijana baada ya kurudi nyumbani akaenda magotini kwa mke wake. Mke wangu nisamee, mke wangu nisamee. Mke wake ni kusamee kuhusiana na nini? Mwanaume kilichomfanya aje magotini kwa binti huyu ni kwa sababu ya tukio amemaliza kulitenda, lakini sasa hawezi kusema. Akaanza kuzungumzia kuhusiana na ex wake Etni kwamba ni kweli nilikuwa na mahusiano naye zamani, lakini ni zamani, sio saizi, na sio yeye tu, nilikuwa na mahusiano na wanawake wengine wengi tu, lakini siko nao, wewe pekee ndio uko kwenye moyo wangu, naomba uniamini. Kwa sababu kijana alikuwa analia, binti akahisi amekiri kuhusiana na mambo yote ambayo amekwisha kuyatenda huko nyuma. Noma akakiri wazi kwamba amekwisha kumsamehe na hata mshuku tena, waendelee na penzi lao. Asubuhi iliyofuata binti akamsurprise mume wake kwa kumnunulia pikipiki mpya ambayo ameinunua kwa pesa ambazo alizidunduliza yeye mwenyewe. Mwanaume akawa amefurahi sana na akawa amemkumbatia mke wake. Upendo uko umeendelea kudumu baina yao, mapenzi hayafichiki. Mama yake Noma akawa anatazama kwa mbali tu huku anajificha. Wapenzi ikabidi kutoka wakaenda mbali kwa kwenda kujivinjari, wakatumia muda wao vizuri huko pamoja. Huko wametoka tena na kwenda shopping. Noma akawa amepigiwa simu. Irfan akatoka hapo kwenda mahali ambapo panapatikana vipodozi, akawa ameitafuta rosheni ambayo mama mkwe wake anaitumia na akawa anainusa. Sasa hili jambo sio kwa huyu bwana mkubwa tu, hata kwa upande wa mama mkwe wake, yeye yuko busy sana kunusa shati la kijana Irfan. Alinusa ile shati mpaka mume wake akawa amemkutiliza hapo. Mwanamke ikabidi kujipea shughuli tu. Sasa upande wa mke na mme, Irfan pamoja na mke wake amevaa kwa ajili ya mme wake, yuko tayari kwenda kumhamasisha mwanamume ili waingie kwenye kilimo mdondoko. Lakini sasa kilichokuwa kinatokea, Irfan kila akiwa na hisia na mke wake, akili inahama inakwenda kwa mama mkwe. Jamaa anashtuka, anajaribu kujizuia, anajirudisha kawaida, lakini wapi, hali inamkataa. Anaona yuko na mama mkwe wake hapo, ikabidi kumuomba samahani tu mke wake na
kusema kwamba hayuko sawa kwa sasa hivi, twende tukalale tu, tutafanya siku nyingine. Sasa tangu siku ambapo mama mkwe pamoja na kijana wamepigana busu, mama mkwe ikawa ni kumkwepa tu Irfan. Siku moja kwenye mgawa wa mama yake Noma, kama kawaida kila siku huwa wanafunga kwa lisali moja. Sasa wakati huu Irfan akawa amerudi hapo, alijua kabisa awamu hii hakuna mtu yoyote ambaye anatakiwa kuwepo eneo hilo. Irfan akaenda kumkabili mwanamama Rahma. Kwa nini mara nyingi umekuwa ukinikwepa? Ama ni kwa sababu ya kile kilichotokea jana usiku? Hautakiwi kunifanyia hivi. Ninaamini kabisa hata wewe una hisia kama ambazo mimi nazihisi juu yako. Rahma akasema kwamba hatukuhitaji kabisa kukifanya hiki kitu, kwa sababu mimi nakuona wewe kama mwanangu. Kijana akafunga mlango na akamchukua huyu mwanamama na kumpeleka ndani zaidi. Akaanza kumhoji, je, mimi nitafanya nini kuhusiana na hisia ambazo nazipata juu yako? Tunafanya nini sasa? Mimi ningekuwa na chaguo, nisingechagua kabisa kuhisi namna ambavyo na kuhisi juu yako. Alo, huyu kijana ana mshipa wa aibu nyinyi. Mama akawa anamzuia, lakini anamzuia staki nataka tu. Hisia zilikuwa zimewazidi. Uko umekisi. Sasa muda ambao wao wanaendelea kubimirika, mara wanazuiana, mara wanatakana, mara wanazuiana, mara wanatakana, shangazi yake Noma akawa amerudi hapa kwenye mgahawa, maana na yeye anafanya kazi kwenye eneo hili, anamtafuta Bi Rahma. Lakini sasa anashangaa mbona mgahawa upo tupu. Kwenye kuchunguza akasikia kuna chumba kimoja, kuna sauti zinasikika eneo hilo, sauti za ajabu. Rahma akawa ametoka nje baada ya yule shangazi kuwa amegonga. Anasema kwamba ndani kuna panya, ndio maana alikuwa anapiga kelele. Baada ya muda Irfan akawa ametoka hapo, akawa ameshikilia kibukisi fulani hivi, anasema kwamba amemnasa yule panya na akawa amekwepa hapo. Asi hao watu wakawa wamekwepa kunaswa. Siku moja wakiwa nyumbani, Irfan akaenda kwenye chumba cha Rahma kupitia mlango wa nyuma, kamfuata tena mama mkwe. Kijana akafika hapa, anakwenda kufukuzia penzi la Bi Rahma. Anadai kwamba hawezi kabisa kuendelea kujifanya kama hana hisia kabisa juu ya huyu mwanamama. Anasema hajui afanye nini, hana uwezo wa kulipinga hili. Rahma kama kawaida ako anaendelea kujizuia, lakini moyoni mwake yeye mwenyewe anamtaka huyu kijana. Lakini mwisho wa siku Irfan akamkaribia, naye akajikuta anaenda kwake tu. Basi wakashiriki kilimo mdondoko katika chumba hiki. Sasa kumbuka kwamba hii nyumba wanakaa Rahma na binti yake. Sasa upande wa binti anasikiliza vitu vinaendelea huko, watu huko purukushani wanatingisha kitanda huko, kilimo mdondoko kinaendelea. Binti akahisi pengine mama yake ana changamoto, hivyo akawa amekurupuka kutoka kitandani na kwenda kwenye chumba cha mama yake. Kwa bahati nzuri tu hakuingia moja kwa moja, akabisha hodi. Baada ya kuingia ndani, mama akajikaza, akawa ameficha nguo ya kijana ili binti asiione. Binti akawa amemuuliza, mama, kuna jambo gani? Unaumwa? Mama akasema kwamba alikuwa anajisikia vibaya tu, ni ndoto mbaya ilikuwa imemkamata, hivyo kwa sasa yuko sawa tu, ndio maana alimsikia akilia. Halo, Irfan alikuwa ameshafanikiwa kutoka kupitia mlango wa nyuma, na kwa wakati huu akawa amejiandaa na kurudi upande wa mbele, akajifanya kama ndo karudi nyumbani saa hizi. Tangu siku hiyo ukawa ndo mchezo. Bi Rahma pamoja na Irfan ikawa ni kilimo mdondoko, kila wakipata nafasi wanakitekeleza. Na sasa hizi Rahma mwanzoni alikuwa anaonyesha na wasiwasi, lakini sasa hizi anaonekana anaenjoy kabisa hili jambo. Yaani yeye mwenyewe kuna muda anamsubiri kijana. Mke hapati nafasi tena kwa mme wake, nafasi kachukua mama mkwe. Kila yeye akijaribu kujihimiza kwa mme wake ili kushiriki kilimo mdondoko na mme wake kama wapenzi, mwanaume analeta sababu, mara wao kachoka, mara wao tutalima kesho. Binti ni kujizuia tu, atafanya nini? Tayari amekwisha kuolewa na huyu mwanaume. Siku moja shangazi Bonge kwenye moja na mbili zake akamuona Irfan karudi nyumbani mapema. Huyu mwanamama anashangaa, huyu kijana kwa nini arudi nyumbani mapema? Kijana kumbe karudi nyumbani mapema, kaenda kushiriki kilimo mdondoko na mama mkwe. Kijana alipokwenda mgahawani akakutana na shangazi Bonge. Shangazi Bonge akamuuliza, baba, unatoka wapi saa hizi? Mwamba akasema anatoka ofisini saa hizi. Shangazi akaona kama huyu kijana alikuwa nyumbani. Shangazi akaanza kuhisi pengine Irfan ana mwanamke mwingine. Siku nyingine kijana wakawa wanavuka kabisa mipaka. Sasa hizi wakawa wanakutana kabisa na kwenye chumba cha binti Noma. Kumbuka shangazi Bonge anaendelea kumfuatilia Irfan, anaamini kabisa huyu jamaa atakuwa na mwanamke mwingine. Sasa kwenye kuchunguza kaja na kijana wake hapa. Kijana akapanda, badala ya kuchungulia yeye anasikiliza sauti. Anakuja kuleta umbea, anasema kwamba nimesikia mtu anafanya basi rekodi. Kijana kashika simu, kwenye kuhangaika kurekodi simu ilikuwa imedumbukia kwenye maji, ushahidi uko umetokomea. Sasa wakati wanapurukushani, yule mwanamama Rahma akawa amesikia na akawa ametoka nje. Shangazi akasema kwamba tumesikia kuna sauti ya mirindumo humo ndani, si ndio? Umesikiaje? Nimesikia twende tukaangalie, lazima atakuwa tu ni Etno huyo ex wake. Irfan, fungua mlango ikabidi kuvunjwa. Baada ya kufungua humo akatafutwa kila kona, mwanamke ndani hapa hayupo. Shangazi akawa ameona aibu tu, akaomba radhi na akawa ametoka hapo, lakini anaamini kabisa Irfan anamsaliti mke wake. Na hapo nitakuwa kutambua kwamba huyo shangazi ni mdogo wake mme wa mwanamama Rahma.
ambaye ni baba yake na Noma. Usiku huo mwanaume akawa amejiweka karibu na mke wake, akawa anamuelezea kilichotokea. Shangazi bana kaja hapa, anasema kuna mwanamke huyu ndani, wamepekua wamepekua, hamna kila kitu. Lakini mwanamke, hisia ambazo zilikuwa zimemwingia ndani ya moyo wake, akahisi pengine kuna jambo. Baadaye Noma akawa amemchukua mama yake na kumtembelea mwalimu Umi. Mwalimu Umi akawa amefurahi sana kuwaona hao, na baada ya kuzungumza nao kwa muda wakawa wametoka. Noma akawa anamuuliza mama yake kwamba unadhani kweli Irfan kuna jambo ananificha? Kwa sababu siku hizi ninakuwa na hisia kabisa kwamba kuna kitu, lakini sijapata kuelewa ni nini. Lama akajibu kwamba hiyo hoja unaniletea mimi ya nini sasa, wakati unakumbuka vizuri kwamba hata kabla ya ndoa mimi niwahi kusema kwamba simuhitaji kumuona Irfan akukuoa wewe. Yamekuwa hayo tena. Noma akakaa kimya, hii kitu haina kamba. Kutoka hapo Noma akaenda kumtembelea ex wake Irfan, kwenda kumuuliza kama bado ana mahusiano na mume wake. Binti akajielezea kwa uwazi kabisa kama mwanamke, akasema kwamba mimi nilijitahidi sana kuyarudisha mapenzi yangu kwa Irfan, lakini kiukweli aliendelea kunipuuza tu. Irfan alionekana kupenda sana mwanamke ambaye anajitanda, anavaa ushungi na mwenye maadili, na mwanamke huyo alionekana ni wewe. Ni kweli aliamua kukupenda wewe, lakini ninahisi mme wako pia atakuwa na mahusiano na mwanamke mwingine ambaye anavaa shungi kama wewe. Muda binti anaendelea kufuatilia huko kwa ex wa mme wake. Mme wake yuko busy huko kufanya kilimo mdondoko na Bilahma, mama yake binti. Siku hiyo walienjoy kweli kweli, kwa sababu ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Irfan. Noma baada ya upelelezi akaona isiwe shida, akaenda kununua keki kwa ajili ya kumpelekea mme wake kama surprise. Akaenda ofisini kwa mme wake, akaambiwa mme wako katoka hapa karibu nusu saa kabla ya wewe kufika hapa. Binti anampigia simu mme wake kujua yuko wapi. Mme wake apokee simu. Binti akampigia simu mama yake mzazi. Mama yake mzazi apokee simu. Binti bila kufikiria mara mbili akaona arudi nyumbani. Wakati huo sasa shangazi Bonge akaenda tena kutembelea katika nyumba ya kina Noma. Anahisi kabisa Irfan atakuwa amevusha mwanamke mwingine, yani haamini kabisa yule jamaa. Akatafuta ngazi, anasikia kabisa kuna mihemko fulani hivi inapigwa huko ndani. Baada ya kuchungulia dirishani, alichokiona alistaajabu, kwa sababu hakuwahi hata kuanza kukiota hiki kitu. Akamuona Irfan anashiriki kilimo mdondoko na mama mkwe wake. Kutokana na huu uchafu, shangazi ilibidi kutapika kwanza. Kwa sababu ya makelele yake, akawa amepiga kelele na watu wakawa wamefika hapo kwa ajili ya kukamata ugoni. Watu wamejaa hapa, ni kurekodi tu video, sijui anataka kuzituma kwa mange hawa. Binti anafika akiwa na keki hapa kwa ajili ya kumsurprise mme wake. Akakutana na surprise kubwa sana mlangoni, watu wamejaa, mlango ukiwa umevunjwa. Binti akaingia na keki yake mpaka katika chumba chake, akamkuta mama yake pamoja na Irfan. Binti alivunjika moyo, alilia. Alimfuata mme wake na kumuuliza, unayafanya haya kwa sababu gani? Tangu lini mnayafanya haya? Binti akamgeukia mama yake, mama nijibu, tangu lini mnashiriki hili jambo? Binti alilia. Wakumpoza hapa ni shangazi Bonge tu, watu wako bize kurekodi clip tu, mambo ya kuomboleza ama kukupoza ama kukupa pole. Tutakupa pole ukisha posti clip. Bas, Irfan akawa ametolewa hapo na polisi pamoja na mama mkwe wake. Watu ni kuwatupia mayai tu. Binti alishindwa kabisa kujizuia, aliishiwa pawa, alitembea bila matumaini ya aina yote. Majonzi yakuwa ni mengi sana ndani ya moyo wake. Shangazi Bonge ikabidi kumchukua binti na kumpeleka nyumbani kwake kwenda kuishi naye. Baada ya siku kadhaa, Noma akiwa amevunjika moyo, Irfan alijaribu mara kadhaa kwenda kuonana naye, lakini shangazi alimfokea na kumfukuza. Baba yake Noma akawa amesafiri kuja kumuona binti yake. Alipomuona binti yake akiwa katika hali hiyo, alilia kwa uchungu. Binti anamuuliza baba yake, je, mimi nimelitenda jambo gani baya kiasi kwamba kustahili adhabu kubwa kama hii? Baba baada ya kutoka hapo ikabidi kwenda kumkabili mke wake Bilahma. Mzee akiwa na hasira kali alizungumza maneno mengi sana. Anasema kwamba wewe ni mwanamke mchafu duniani kote sijawahi kuona. Noma ni mwanao, kwa nini uyafanye haya kwa mwanao? Niache. Kwa miaka 25 nimekaa kifungoni, nimefanya kila kitu kuhusiana na wewe na mwanao. Unajua wazi kwamba mimi sikutamani kabisa kumpata huyu mtoto. Ni familia yako na wewe mwenyewe ndiye mliosababisha mimi nimpate huyu mtoto. Mimi sikutamani kabisa kuzaa na wewe. Rahma anasema kwamba akiwa na umri wa miaka 17 tu, wazazi wake Rafik ambaye ni baba yake Noma walimtaka yeye aolewe na huyu mwanababa. Yeye hakutamani kabisa kuolewa na huyu baba, na anasema kwamba tangu kipindi ambacho aliolewa na huyu mzee, mambo yake katika maisha yake yote yalibadilika. Sasa muda ambao mama anaendelea kutoa nyongo, binti Noma kwa ameingia hapo, anasema kwamba mama, mimi na baba mbona tulikupenda tangu mwanzo. Leo unasema kwamba hukuwahi kabisa kutamani kuwa na mimi kwenye maisha yako. Kweli unasema unanichukia kwa kiasi hicho? Mimi nimekutendea nini? Asante mama, asante kwa haya yote. Ulinizaa lakini haukuwa tayari kuwa mama kwangu. Mzee kwa hasira akampiga taraka huyu mwanamke na akawa maachana hapo rasmi. Wanakijiji watu wenye hasira kale wakawa wameenda kwenye mgao wa Bilahma na kuvunja vitu. Hawakupendezwa kabisa na matendo huyu mama. Upande wa Irfan akawa amefukuzwa kazi kwa sababu ya tabia yake, yani
hata ex wake hakutamani kabisa kumwangalia usoni Irfan. Irfan akawa amefukuzwa kazi. Nauma aliishi kwa baba yake. Kila siku walikuwa wakizungumza kuhusiana na mambo ambayo wameyapitia. Mzee pamoja na binti yake ni wanalia tu, ni wanabembelezana muda wote. Baba anasema kwamba nisamehe binti yangu, sikuwahi kuhisi, japo nilianza kuhisi kwamba mama yako alikuwa akimpenda mme wako kwa sababu niliwahi kumfuma ananusa nguo za mme wako, lakini sikuwa na ushahidi wa wazi kukueleza haya mambo. Baada ya muda, Nauma akawa ameenda kukutana na mwalimu wake wa kidini Umi na kumweleza kila kitu. Baada ya kusikiliza yote haya, mwalimu Umi kwa hekima yake akamwambia kwamba mama yako alichokufanyia ni kitu kibaya kabisa, lakini anastahili msamaha. Mama ndiye aliyekubeba tumboni kwa miezi 9. Polepole msamehe na utazoea. Maneno haya yalimgusa sana Nauma. Nauma akaanza kumtembelea mama yake ili kujaribu kumsamehe taratibu, lakini binti kadiri alivyozidi kumtembelea mama yake akaja kugundua kwamba mama yake tayari amekwisha kushika ujauzito wa Irfani, mme wake binti Nauma. Binti alijikaza, alijaribu kusamehe taratibu. Siku moja binti alipokuja tena katika nyumba hii kumtembelea, akashangaa kuona pikipiki ya mme wake Irfani iko hapa. Binti kwa haraka akaingiwa na ghadhabu, akaenda kumkabili mama yake. Irfani yuko wapi? Nionyeshe. Baada ya kuchunguza, ikaje kuonekana kwamba Rahma pamoja na Irfani waliendeleza mahusiano yao kama kawaida kwa siri. Irfani akawa ameruka kupitia dirisha kujaribu kutoroka akiwa na karatasi za pikipiki. Nauma akajaribu sana kuzuia hili jambo lisitokee, lakini Irfani alifanikiwa kuchukua pikipiki hiyo na kuondoka hapo. Hii ikionyesha kwamba mama yake Nauma hakuwa mtu ambaye alistahili kusamehewa. Kwa hasira, binti aliingia ndani akavunja vitu. Alitoka hapo moyo wake ukiwa umenyong'onyea sana, akijaribu kurudi kwa baba yake. Barabarani mvua inamnyeshea. Binti ana maumivu makali sana. Kwa bahati nzuri, baba yake mzazi alikuwa barabarani hapo, hivyo akaenda kumpokea binti yake. Binti akamweleza kwamba huwezi amini, mama bado alikuwa anaendeleza mahusiano na mme wangu Irfani. Mzee kusikia hivyo akapatwa na mshtuko wa moyo, hapo akawa amedondoka chini. Mzee ikabidi kukimbizwa hospitalini. Binti alikaa kando ya baba yake akilia kila siku, akiomba Mwenyezi Mungu amsaidie baba yake apone. Baada ya muda, baba akawa amepata fahamu. Nauma akapata ahueni kidogo ndani ya moyo wake. Baadaye mwalimu wa Nauma, yani mwalimu Umi, akawa amekuja tena kumtembelea binti hospitalini hapa. Baada ya kusikia yote aliyoyapata binti, huzuni ilimjaa mwalimu huyo. Akamwambia kwamba binti yangu, kwa sasa inatosha. Ninakusihi uchukue hatua ya kisheria dhidi ya mama yako pamoja na mme wako, na ninakuahidi katika hili nitakuunga mkono kabisa. Binti kabla ya kupeleka hoja hii kwa mwanadamu, ikabidi kumkabidhi Mwenyezi Mungu kwanza. Binti alilia mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusiana na yale ambayo anayapitia na hii hatua ambayo anakwenda kuichukua. Nauma akakubali ushauri wa mwalimu wake Umi na akaamua kumfungulia kesi mama yake Bi Rahma pamoja na mme wake kwa kosa la udanganyifu pamoja na usaliti. Walipofika mahakamani, bado hao watu hawakuwa na aibu kabisa. Irfan akaenda kumkabidhi mke wake na kumwambia kwamba laiti kama ungekuwa unaijua dini vizuri, wewe ungemsamehe mme wako kuliko kupeleka kesi kwa polisi. Mzee ikabidi kuingilia kati na kumkengea kifua binti yake. Bado waliendelea kurusha lawama kwa binti Nauma kwa kusema kwamba yeye ndiye mtu mbaya, kwamba binti anayemshtaki mama yake pamoja na mme wake hawezi kuwa binti mzuri kabisa, huyu hawezi kuwa anaijua dini, yeye atakuwa amejificha kwenye mavazi tu. Maneno haya yalimkwaza sana moyo Nauma. Hata hivyo akaenda kwa mama yake na kumwambia kwamba hata kama umenitendea vibaya kiasi gani, bado ninakuona kama mama yangu tu, bado mimi ninakupenda. Jaji akawa ametoa hukumu kali sana kwa Rahma, mama yake Nauma pamoja na mme wake Nauma. Baada ya muda wa kutumikia jela, binti Nauma bado alikwenda kumtembelea mama yake gerezani, akampatia pesa ambazo yeye alikuwa akizidunduliza kwa muda mrefu, na akawa amemkabidhi na kumwambia kwamba hii ndio mara ya mwisho kuja kukutembelea hapa, hata kama ni mara ya mwisho ninakukabidhi hiki kwa sababu wewe bado ni mama yangu. Lakini binti ndani ya moyo wake, uchungu wake mkubwa ulikuwa ni kwa nini huyu mwanamama alikuwa akimchukia kwa muda mrefu sana, na hakuwahi kuelewa kwa nini. Nauma alipotaka kuondoka, mama yake akasema kwamba hata mimi sijawahi kujua kwa nini ninakutendea hivi, lakini unatakiwa kujua kwamba tangu ukiwa mdogo nilijaribu sana kukupenda, lakini nilishindwa kukupenda Nauma. Kwa hiyo iishi kusema kwamba Nauma aliishi na mama yake bila kujua mama yake kwamba alikuwa anazugazuga tu, lakini hakuwahi kumpenda kabisa huyu binti. Mpaka hapa sasa hajakiri kumpenda binti. Nauma hakusema chochote, akawa ameondoka hapo. Mama yake hakumpenda, lakini moyo wake
bado anamheshimu kama mama yake tu. Pia akaeleza kwamba ikiwa atatokea kubeba mtoto tumboni mwake, yeye atakuwa mama mkweli kwa mtoto wake, na ataapa kumpenda mtoto wake na kumtunza na kumlinda, kuto kuthubutu kumwingiza katika maumivu ambayo yeye ameingizwa na mama yake. Ataitahidi kumpenda ama kuwapenda kwa usawa. Na filamu hii inaishia hapa. Kumbuka, kuzaa pekee yako kufanyi kuwa mama bora ama mama mwema. Mtoto haji duniani kwa hiari yake, ni mchakato ambao haumuhusishi mtoto. Wazazi hawapaswi kufanya makosa kwa ajili ya starehe zao ili kuwaumiza watoto wao. Karibu Swahili Flix Empire, ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAA Oakland. Subscribe, share, like. Karibu.